iliyopo mbele yetu ya Waziri wa Maliasili na Utalii. Nimwite sasa Mheshimiwa Waziri Daktari Ashatu Kijaji aweze kutoa hotuba yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia taarifa iliyowasilishwa leo katika Bunge lako tukufu na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii, ambayo imepitia na kuchambua mpango na bajeti ya Wizara ya Maliasili na Utalii, ninaomba kutoa hoja kwamba Bunge lako tukufu likubali kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Aidha, ninaomba Bunge lako tukufu likubali kupokea, kujadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na fadhila kwa kutujalia afya njema na hekima ya kutekeleza majukumu tuliyokasimiwa na Watanzania kwa ufanisi, uwajibikaji na kuzingatia maslahi mapana ya taifa letu. Aidha, ninapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uwezo wa kusimama kwa mara ya kwanza nikiwa Waziri wa Maliasili na Utalii mbele ya Bunge lako tukufu la 13 kuwasilisha mpango na bajeti ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, wahenga wanasema nguzo imara haisukumwi na upepo. Ninapenda kutumia fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuaminiwa na Watanzania na kuchaguliwa kuongoza nchi yetu kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6 kupitia uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Oktoba 2025. Uongozi wake thabiti na wenye dira umeendelea kuimarisha uwazi na kuleta tija katika utekelezaji wa majukumu ya serikali. Aidha, katika kipindi cha awamu ya 6, nchi yetu imeshuhudia mwelekeo imara wa uendeshaji wa serikali unaojengwa katika misingi ya utawala bora, maridhiano, utu na uwajibikaji uliowezesha kuimarika kwa usimamizi wa rasilimali za taifa, ikiwemo uhifadhi endelevu wa rasilimali za wanyamapori, misitu, nyuki na malikale, pamoja na kuongeza thamani ya rasilimali hizi, hatua iliyochochea mchango wa sekta hii katika pato la taifa, ajira na mapato ya fedha za kigeni. Tunamwombea Mheshimiwa Rais afya njema, hekima na busara katika kutekeleza majukumu yake kwa maendeleo endelevu na jumuishi ya Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee ninapenda kutumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuniamini na kuniteua kuwa Waziri wa Maliasili na Utalii, pamoja na kumteua Mheshimiwa Hamad Hassan Chande kuwa naibu waziri. Mimi pamoja na viongozi wenzangu katika wizara hii tunamwahidi Mheshimiwa Rais kuwa tutatekeleza dhamana tuliopewa kwa ushirikiano, weledi, uadilifu, utu na uwajibikaji katika kuhakikisha sekta ya utalii pamoja na rasilimali za maliasili na malikale zinasimamiwa kwa uendelevu ili kuchangia ukuaji wa uchumi nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nitumie fursa hii kuwapongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuchaguliwa kwa awamu ya pili, na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi kwa kuteuliwa kushika nafasi hiyo. Aidha, ninawapongeza viongozi hawa wote kwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi na ufanisi mkubwa katika kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa kutupatia maelekezo na miongozo ambayo imekuwa chachu katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kuimarisha uhifadhi endelevu wa rasilimali za maliasili pamoja na uendelezaji wa utalii kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa dhati kabisa ninaomba kumpongeza Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo la Ilala kwa kuaminiwa na kuchaguliwa kuongeza bunge letu tukufu. Ni wazi kuwa uongozi wake umeendelea kuimarisha hadhi ya bunge, nidhamu ya mijadala na ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yake ya kikatiba. Aidha, ninampongeza Mheshimiwa Daniel Baransilo, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo la Babati Vijijini kwa kumsaidia Mheshimiwa Spika kuendesha shughuli za bunge kwa ufanisi. Vile vile, ninawapongeza sana wenyeviti wa bunge Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso na Mheshimiwa Najma Murtaza Giga kwa kuchaguliwa na umahiri wao katika kusimamia mijadala ya bunge na kuliwezesha bunge letu tukufu kuimarisha uwajibikaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee ninaomba kuipongeza kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii chini ya uongozi wa Mheshimiwa Timotheo Paul Mzava, mbunge na mwenyekiti, Mheshimiwa Mary Francis Masanja, mbunge na makamu wa mwenyekiti, na wajumbe wa kamati kwa kuaminiwa na kuchaguliwa kuwa wasimamizi wakuu wa majukumu ya bunge katika kusimamia na kuishauri serikali kuhusu usimamizi endelevu wa ardhi, maliasili na maendeleo ya sekta ya utalii nchini. Aidha, ninawashukuru kwa mchango wao mkubwa katika kuchambua na kutoa ushauri kuhusu taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti kwa mwaka wa fedha 2025-26 na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026-27. Wizara inathamini ushauri wenu na itaendelea kuuzingatia ili kuimarisha utendaji wa sekta na kuongeza mchango wake katika ukuaji jumuishi wa uchumi wa taifa letu. Vile vile niwapongeze wenyeviti, makamu wenyeviti na wajumbe wa kamati za kudumu za bunge kwa kuendelea kuisimamia na kuishauri serikali kwa weledi na ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninawashukuru waheshimiwa wabunge wote kwa ushirikiano na ushauri wao wenye tija katika kuimarisha uhifadhi na usimamizi endelevu wa rasilimali za maliasili na malikale pamoja na maendeleo ya sekta ya utalii nchini. Niwahakikishie kuwa wizara itaendelea kuyafanyia kazi maoni na ushauri wenu kwa vitendo ili kuongeza ufanisi wa utekelezaji wa majukumu yake na kuhakikisha manufaa hayo yanawafikia Watanzania wote kwa usawa na kuleta tabasamu kwenye nyuso na mioyo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatumia fursa hii pia kuwapongeza na kuwashukuru mawaziri wenzangu, naibu mawaziri, makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu pamoja na watendaji wa wizara mbalimbali kwa ushirikiano wao wenye tija katika utekelezaji wa majukumu ya serikali. Kama wahenga wanavyosema, figa moja haliinjiki chungu. Ushirikiano huu umeendelea kuimarisha uratibu wa kazi za serikali na kuongeza ufanisi katika kufikia malengo ya maendeleo ya taifa letu. Ninathamini sana mchango wao. Kwa pamoja tutaendelea kujenga taifa lenye nguvu na ustawi zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Ninaomba kunukuu hekima ya wahenga isemayo, mti mmoja haufanyi msitu. Usemi huu umedhihirika wazi katika utendaji wa Wizara ya Maliasili na Utalii kwamba umoja, ushirikiano na mshikamano ndiyo mafanikio yetu. Nitumie fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru viongozi pamoja na watendaji wakuu wa wizara. Kipekee ninamshukuru sana kaka yangu Mheshimiwa Hamadi Hassan Chande, mbunge na naibu waziri, kwa mchango wake katika kuratibu na kusimamia shughuli za wizara kwa weledi. Aidha, ninampongeza Dr. Hassan Abbas, katibu mkuu, pamoja na Bwana Nkoba Mabula, naibu katibu mkuu, kwa uongozi thabiti, weledi na usimamizi madhubuti wa shughuli za wizara. Vile vile, kwa dhati kabisa, ninawashukuru pia watendaji wote wa wizara, wakiwemo wakurugenzi wa idara, wakuu wa vitengo, wenye viti wa bodi, wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara na wafanyakazi wote wa wizara na taasisi kwa kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa weledi mkubwa katika kufanikisha malengo ya wizara. Nikiri kuwa kupitia ushirikiano wao mkubwa, uzalendo na kujituma katika kusimamia na kutekeleza majukumu ya sekta kwa ufanisi umewezesha wizara kupata mafanikio makubwa tunayoyashuhudia hivi leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama wahenga wasemavyo, mwenda tezi na omo marejeo ngamani. Kwa namna ya kipekee, ninawashukuru kwa dhati wananchi wa jimbo la Kondoa kwa kuendelea kuniamini na kunichagua kuwa mbunge wao kwa mara ya 3. Aidha, ninawashukuru kwa ushirikiano wanaoendelea kunipatia katika kuwatumikia, kuwawakilisha katika bunge hili tukufu na kutekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo katika jimbo letu. Ninaomba nitumie fursa hii kuahidi kuwa nitaendelea kuwa mtumishi wao na muda wote nitadumu katika kuwatumikia kwa umahiri na moyo wa dhati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upendo mkuu ninapenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa mama yangu mpendwa Hajati Aziza Selemani kwa malezi bora, maadili mema na msaada wake usioyumba ulionifikisha hapa nilipo leo. Aidha, ninampongeza na kumshukuru kwa dhati mume wangu mpendwa Dr. Muhajiri Kachwamba pamoja na watoto wangu Samira na Abubakar kwa upendo wenu, subira na uelewa ambavyo vimekuwa nguzo muhimu katika kunipa nguvu na motisha ya kutekeleza majukumu yangu ya kila siku kwa ufanisi. Vile vile nawashukuru viongozi wangu wa dini, ndugu, jamaa na marafiki wote kwa kuniunga mkono na kuniombea ili niendelee kutekeleza wajibu wangu ipasavyo. Ninaomba kuwahakikishia nyote pamoja na Watanzania kwa ujumla kwamba Ashatu ni yule yule. Nitaendelea kufanya kazi zangu kwa bidii, uadilifu na uzalendo mkubwa katika kuwatumikia wananchi na taifa letu kwa kuzingatia misingi ya haki, utu na uwajibikaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa masikitiko makubwa ninatoa pole kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanafamilia, bunge lako tukufu, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa ujumla kwa kuondokewa na mpendwa wetu Mheshimiwa William Bagimembe Lukuvi, aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu na mbunge wa jimbo la Isimani. Tutaendelea kumkumbuka kwa mchango wake mkubwa katika kuendeleza kwa vitendo misingi ya ushirikishwaji, uwajibikaji na uratibu madhubuti wa utekelezaji wa sera na programu za maendeleo ili kuhakikisha hakuna Mtanzania anayebaki nyuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nitoe pole kwako na waheshimiwa wabunge wote kwa kuondokewa na wapendwa wetu Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho na Mheshimiwa Halima Idi Nassor aliyekuwa mbunge wa viti maalumu. Kwa namna ya pekee naungana na Watanzania wote kuwapa pole familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa kuondokewa na wapendwa wetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Amina.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia hali halisi ya matukio ya kiuhifadhi yanayohusisha migongano kati ya binadamu na wanyamapori katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, ninatoa pole za dhati kwa ndugu, jamaa, marafiki na wananchi waliopoteza wapendwa wao kwa kushambuliwa na wanyamapori wakali na waharibifu, pamoja na wananchi ambao walijeruhiwa au mali zao kuharibiwa na wanyamapori hao katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Matukio haya yanatukumbusha wajibu na umuhimu wa kuendelea kuimarisha mifumo ya usimamizi wa maeneo ya hifadhi pamoja na kuongeza ushirikiano kati ya serikali na wananchi wanaoishi jirani na maeneo hayo. Naomba nilihakikishie bunge lako tukufu kwamba serikali itaendelea kuchukua hatua madhubuti za kupunguza athari za migongano hiyo ili kulinda maisha ya wananchi na mali zao, sambamba na kuhakikisha uhifadhi endelevu wa rasilimali zetu za taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba pia kutambua mchango wa dhati wa maafisa na askari shupavu wa Jeshi la Uhifadhi wa Wanyamapori na Misitu ambao wameendelea kutekeleza majukumu yao kwa ujasiri na weledi katika kulinda na kuhifadhi maliasili za taifa letu zikiwemo wanyamapori, misitu, nyuki na malikale. Katika mwaka huu wa fedha, maafisa na askari watatu walipoteza maisha wakiwa kazini wakitimiza wajibu wao kwa taifa na wengine 15 walipata majeraha. Mashujaa wetu waliofariki wakitekeleza majukumu yao ni askari wa uhifadhi daraja la 3 Victor Jackson Laizer kutoka Tanapa na askari wa uhifadhi daraja la 1 Ali Sakasa Kajoro na askari wa uhifadhi daraja la 2 Enoch Gratian Rugai Mukamu kutoka Tawa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awajalie afya njema waliojeruhiwa na azipumzishe roho za marehemu wapendwa wetu mahali pema peponi. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo, ninaomba sasa kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka wa fedha 2025-26 pamoja na mapendekezo ya mpango na bajeti kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tuanze kuangalia mafanikio ya sekta ya maliasili na utalii kwa mwaka wa fedha 2025-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025-2026 chini ya uongozi mahiri na shupavu wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mhifadhi na mwongoza watalii namba 1 nchini, serikali imefanikiwa katika sekta ya maliasili na utalii kama ifuatavyo. 1. Kuongezeka kwa idadi ya watalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania imefanikiwa kuongeza idadi ya watalii kufikia 5,935,561 mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko la 10.7 ikilinganishwa na watalii milioni